Naitwa Saidi Kuganda, ni daktari bingwa wa afya na magonjwa ya akili Muhimbili Hospital. Pia ninaongoza kitengo cha magonjwa na afya ya akili kwa watoto. Na huwa tunaendesha kliniki za watoto kila siku kuanzia Jumanne mpaka Ijumaa, lakini huwa tunawaona karibu kila siku. Kwa hiyo watoto wakifika tunawaatendi wale ambao wana shida ya afya ya akili. Na kiujumla tunao watoto kadhaa wanajitokeza, wazazi au walimu au jamii inawaleta kwa ajili ya kushughulikia afya zao za akili, na kwamba watu wengi huwa wanashangazwa, wanadhani watoto hawaathiriki na akili zao. Kimsingi afya ya akili iko kila maeneo, yani kwa watoto, wakubwa, wazee. Kwa hiyo watu wasishangae kwamba hata watoto pia akili zao huwa zinapata changamoto. Na changamoto kubwa kwa kwenye akili za watoto huwa zinatokana mara nyingi na shida wakati wa kuzaliwa, au shida wanazipata baada ya kuzaliwa, lakini wanakuwa na homa za mara kwa mara au homa kali. Mshawahi kusikia kupata malaria kali, sijui kupata homa kali. Ikitokea chini ya miaka 5, mara nyingi huwa zinaathiri mfumo wa fahamu, na matokeo yake inaathiri akili yake. Lakini kuna wale watoto ambao wanaweza wakapata shida yao kwenye miaka ya baadaye, miaka 7, 10, wanapata shida ya afya ya akili. Na mara nyingi huwa inahusiana na aidha malezi yamekuwa tofauti kidogo, au mitaani huko kuna mambo ambayo yanawasababishia msongo wa mawazo. Sasa yale mambo yakitokea mengi, na wenyewe pia wanaathirika kama tunavyoathirika sisi wakubwa. Kwa hiyo kwa hapa Muhimbili Hospital tunapokea zaidi watoto ambao afya zao za akili zimeathirika kutokana na kuzaliwa, kutokana na matatizo ya hapa na pale ya makuzi. Lakini kuna maradhi mengine ambayo tunayo pia hapa. Hata hali ambayo tunasema ya kuchanganyika, kwa mfano sonona tunayaona hapa ya watoto, magonjwa ya wasiwasi tunayaona hapa ya watoto, magonjwa ya kushindwa kuandika tu, yani shida yake ni kuandika tu, au shida yake ni kusoma tu, tunasema learning disabilities. Anakuwa na shida kwenye kujifunza madude ya darasani, hesabu, history, yani hawezi. Yeye anaweza ya nje. Utamkuta anacheza vizuri, anafanya talents, ana talents nzuri, lakini ukimleta darasani hamna kitu. Hayo tunasema ni learning disabilities ambazo tunazipokea pia. Lakini katika hawa ambao tunadhani shida kubwa inawezekana sio mfumo wa fahamu, isipokuwa ni malezi na makuzi, mara nyingi shida sio wao. Yani labda niseme mfano, ukiona watoto wana ugonjwa wa wasiwasi au wanapata sonona, tukiangalia vizuri unakuta kumbe nyumbani ndio kuna matatizo zaidi kuliko mtoto. Yani wakati mwingine mtoto anakuja hapa anawasilisha au anawakilisha matatizo yaliyokuwa nyumbani, sio kwamba yeye ni mgonjwa. Kwa hiyo anakuja hapa mtoto jeuri, mtundu, asomi, ameamua kugairi kusoma au haongei, wanasema kuna shida. Tukiongea naye hapa tunaona kweli anasonona, lakini imesababishwa na nini? Kumbe nyumbani kuna ugomvi mkubwa, au kumbe nyumbani kuna ukatili unaofanyika huko nyumbani. Labda baba anampiga mama kila siku, huo ni ukatili, au yeye mwenyewe anadhulumiwa na mamake au na babake au na uncle wake au na kaka zake wakubwa. Kwa hiyo ukatili huko wingi wa kijinsia, ukatili wa kingono, ukatili wa kimwili. Kwa hiyo kuna ukatili unaendelea kule, yeye hapa ndo anaonyesha kwamba anaumwa hiki na hiki na hiki. Kwa namna ile tunasema sawa, tunamsaidia, lakini kusaidia vizuri ni kuresolve shida zilizopo nyumbani. Na ndio maana katika timu yetu ya matibabu hapa tunao hadi maafisa ustawi wa jamii, tunao wa saikolojia tiba, tunao wataalamu wa tiba kwa njia ya kazi, shughuli mbalimbali, ili kuimarisha akili yetu. Kwa hiyo tunao wataalamu kama hao. Na wale ambao wana tahira ya akili, mental retardation, siku hizi tunawaita intellectual disabilities. Yani kuna mambo wanashindwa kuendana nayo kulingana na umri wao. Yani kwa mfano mtoto ana miaka 5, kweli anatakiwa aonyeshe tabia za watoto wa miaka 5, lakini utakuta mtoto wa miaka 5 tabia zake ziko kwenye miaka 2 au 3. Kwa hiyo tunasema huyu imepungua ile level yake ya akili. Kwa hiyo kuna gap kati ya akili inayotakiwa iwepo na akili ambayo yeye anayo itakuwa iko chini. Kwa hiyo tunasema wako na tahira ya akili. Lakini pia wapo ambao wanaugua kifafa au zile degedege za utotoni, zina degedege. Degedege ile ikija mara nyingi zinawasumbua tena kwenye akili zao. Kwa hiyo wakiathiri, unajua degedege inaathiri mfumo wa umeme.
wa kwenye kichwa. Sasa ikitokea ile umeathirika sana wakati unaanguka sana, pia inaondoa uwezo wako wa kutafakari, uwezo wako wa kujifunza mambo mengi. Kwa hiyo unajikuta vitu vingi uviwezi, social skills zinakushinda. Huwezi hata kujipeleka mwenyewe chooni, huwezi kujiosha, huwezi kujisafisha kwa sababu ile degedege imekuwa nyingi. Lakini pia wanakuwa wakati mwingine degedege inapiga kiasi kwamba hata tabia yako inabadilika, inakuwa yani unakuwa unahangaika, tunasema hakuna utulivu. Wanasema mtoto mkaidi, mbishi, mtundu, sijui nini, kumbe ni kitu kimemwathiri kwenye kichwa chake, anaanza kuhangaika. Kwa hiyo watoto wa design hiyo tunao wengi sana wanaotokana na shida kwenye mfumo wa fahamu yao, aidha mfumo wa umeme au sehemu yote kuna shida kwenye ubongo wake. Lakini homa na infections za maambukizi yanayowapata watoto wadogo sana, pia wanapata hiyo shida ya akili yao kuathirika. Na pia ndio maana tunasisitiza watoto wakiwa wanalelewa wahakikisha wamepitia ile matunzo yote, nasema matunzo ya mimba, matunzo ya kuzaliwa, lakini pia hadi ndani ya miaka 5 kuna vitu wanatakiwa waendelee kwenda clinic. Ile yote ili kuwazuia watoto wao wasije wakaathirika kwenye ubongo wao na baadaye wakaathirika na akili yao.